Jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Mwanza wameziomba mamlaka husika ikiwemo jeshi la polisi kuhakikisha mfanyabiashara aliyetoweka hivi karibuni anapatikana akiwa hai. Leo hii Machi 27, 2025, wafanyabiashara wametoa ombi kwa jeshi la polisi kuendelea kumtafuta Daniel Chonchori ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi aliyetoweka katika mazingira ya kutatanisha mnamo tarehe 23 Machi 2025. Mwenyekiti wa Jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Mwanza, Patrick Masagati, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari, ameliomba jeshi la polisi kuongeza jitihada zaidi ili kuweza kupatikana kwa mfanyabiashara huyo na kuhakikishia usalama wao na mali zao ili kuwawezesha kufanya biashara kwa amani. Kumekuwa na matukio kadhaa ya namna hii ya utekaji, na ambavyo taarifa nadhani zilitolewa kwa mamlaka zinazohusika, na mamlaka zinazohusika kwa maana jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama vimeendelea kusema kwamba bado wanajitihada na wanahakikisha kwamba aliyepotea atapatikana, na pengine kadri muda unavyokuwa unakwenda wamekuwa wakitoa taarifa kwa umma kutokana na jitihada zao. Lakini tunaamini jukumu kubwa kabisa la jeshi la polisi ni kuhakikisha kwamba wamelinda raia na mali zao, na huu ndo msisitizo wetu kabisa, kwamba jeshi la polisi liimarishe ulinzi ili kusudi wafanyabiashara waweze kufanya biashara yao kwa amani na utulivu, na huku tukiendelea kulipa kodi na michango mbalimbali ya taifa hili kwa ajili ya kuliendeleza taifa letu. Kwa hiyo tuna msingi na uhakika mkubwa kwamba jeshi la polisi litafanya kazi yake na kwa uweledi wake kuhakikisha kwamba hawa wote waliopotea wanapatikana, ili kuondoa taharuki ambazo zimekuwa zikitokeza mara kwa mara na ambazo kwa namna moja ama nyingine zinaweza kukwaza katika hali ya kiuchumi ya eneo zima la Mwanza na Tanzania kwa ujumla. Ukweli kabisa ni kwamba leo ni siku ya 5 toka kutoweka kwa Bwana Chonchori, na hii ndio inatuonyesha kwamba kutokana na taarifa ile ya tarehe 24 ya mwezi wa 3 2025 ya kamanda Mtafungwa, ni kwamba pengine Bwana Chonchori hakamatiliwi kwenye vyombo vyote haonekani kwenye vituo vyote vya polisi nchi nzima, na kama ndio hivyo tunaamini kwamba sasa Chonchori anaendelea kushikiliwa na wahalifu, na kama ni wahalifu sasa jukumu letu kubwa sisi wafanyabiashara, wananchi na familia kwa ujumla, jambo la kwanza ilikuwa ni kutoa taarifa kwenye vyombo vinavyohusika ili kusudi wachukue hatua. Na kwa namna hiyo na kwa statement ya kamanda Mtafungwa, ni maana kwamba wamechukua hatua za dhati kuhakikisha kwamba jambo hili mfanyabiashara huyu anapatikana, lakini mambo haya pia yakikomeshwa, kwa sababu hii taharuki ni kubwa, kwa sababu katika hali ya kawaida ukitizama kama hili linatokea kwa mfanyabiashara wa aina hii Bwana Chonchori, maana yake hatujui kesho yake atakuwa ni nani na kwa sababu ipi na katika maeneo yapi. Kwa hiyo hii taharuki ni lazima ishughulikiwe kwa namna ya pekee sana ili kuweza kuondoa mikanganyiko inayoweza kujitokeza na kuendelea kulinda uchumi na biashara za Watanzania. Chonchori ni mfanyabiashara mkubwa na amekuwa ni mfanyabiashara wa ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo ni mtu mwagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi na kuuza ndani ya nchi. Kwa hiyo sisi tunahakika kwa wala wasiomjua, lakini wafahamu kwamba Chonchori ni mfanyabiashara mkubwa na ni mwagizaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi. Mataifa wafanyabiashara lazima tuchukue hatua kubwa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na jeshi la polisi na serikali kwa ujumla kuhakikisha kwamba matukio ya namna hii yanakoma, lakini vile vile tutafanya tathmini baada kwa kadri muda utakavyokwenda juu ya ushirikiaji wa jambo hili, na vinginevyo kama serikali kwa maana ya jeshi la polisi itahitaji msaada wetu kwa maana ya sisi sote, tutaangalia namna ya kufanya. Johnny Gentegai ambaye ni jirani wa Chonchori ameliomba jeshi la polisi na mamlaka inayofahamu alipo mfanyabiashara huyo kuweza kujitokeza na kumleta akiwa hai ili kuondoa taharuki kwa wananchi. Tunaomba mamlaka yoyote ile inaweza kawa inafahamu pale alipo
ijitokeze na kumleta akiwa mzima wa afya njema, ili taharuki hii iondoke. Sisi kama wafanyabiashara tujisikie tuko salama. Hasa mimi ninajikita katika upande pia wa samaki. Kwa hiyo naweza na mimi nikawa na wasiwasi kwamba kama yeye hataonekana na mimi sitakuwa salama, na yeyote yule hatakuwa salama. Kwa hiyo tunachokiomba ni kuiomba mamlaka, hasa serikali ndio tunayoitegemea, naweza wakafahamu au wana vyanzo vingi vya kufahamu lolote, maana sisi raia tunawategemea kwa ulinzi wetu na shughuli zetu na mali zetu na familia zetu. Halafu hii tabia pia ikome. Kama mtu ana shida yoyote ile kwa mtu binafsi, asifanye jambo kama ili kuleta taharuki. Tuweze kuishi. Kama kuna tatizo mtu amelifanya, basi kuna mamlaka za kutatua migogoro. Kuna mahakama, kuna watu, kuna wazee. Hata kama amekosea mtu, kuna jinsi ya kushughulikia swala, kuna marafiki, kuliko kufanya mambo kama haya. Kwa upande wa msemaji wa familia alipozungumza kwa njia ya simu, amesema kuwa kitendo hicho kimewasikitisha na kuiomba serikali na wananchi kuweza kuendelea kumtafuta na kuungana na familia yake. Kwa majina naitwa Jose Mulimi, ni msemaji wa familia kwa kipindi hiki cha tukio hili. Na ni kweli kwamba tumesikitika kwa kilichompata ndugu yetu, na tunaomba vyombo vya dola viendelee kumtafuta na wadau mbalimbali wa vyombo vya habari na hata watu binafsi pia. Mpaka sasa imeleta mkanganyiko mkubwa katika familia. Watu wanasikitika, mpaka sasa mzee amelazwa hospitalini kwa tukio hili, lakini tunaamini kwamba serikali na mkono mrefu inaweza ikamtafuta huyu bwana na ikaweza kumpata, ili hata ndugu na jamaa na hata watoto wadogo ambao tulionao hapa nyumbani mnavyoangalia waweze kujua kwamba baba yao yuko wapi. Huyu aliyepotea ni baba wa familia, ni baba ambaye ana mke na watoto. Kwa sasa ni muda mrefu, naenda karibu siku ya 7, hatujapata taarifa yoyote kwamba huyu ndugu yetu yuko wapi. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba ndugu, jamaa, marafiki na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itusaidie ili tuweze kumpata ndugu yetu. Kwa mara ya mwisho alitoka tarehe 23 mwezi wa 3 asubuhi saa 2 anaenda mazoezi. Waga ana kawaida kufanya mazoezi asubuhi kama yupo nyumbani hapo. Kwa alipoenda kufanya mazoezi, aliondoka kaenda kwenye mazoezi, akaacha familia nyumbani, watoto. Sasa muda ulipozidi kwenda hawakumuona, wakaanza kuwa na mashaka, mbona mzee ameenda mazoezi hajarudi? Ikabidi wapige simu yake. Baada ya kupiga simu yake ikawa ipatikani. Kwa tukio hilo sasa tukaanza kuhoji, mbona huyu jamaa hapatikani? Ikabidi tuanze kuuliza watu wengine wa karibu kwamba mmemwona mzee? Wakasema bado hatujamuona. Mbona simu yake ipatikani? Tukaendelea kuulizia lakini hatukupata majibu. Mwisho wake tukaamua kwenda ku polisi. Polisi wakasema ni ndani ya masaa 24 ndipo tunaweza kutoa taarifa kama huyu mtu amepotea, lakini kabla hapa tuweze kutoa taarifa yote. Tukabidi tuanze kutafuta hospitalini kwingine, pengine anaweza akapata ajali au akapata mshtuko akachunguzwa katika hospitali yoyote ile. Tukaenda kule nako hatukupata. Baada ya masaa 24 polisi wakaanza uchunguzi, wakaja mpaka nyumbani, wakaendelea kuchunguza. Mpaka sasa hatujapata taarifa kamili kwamba yuko wapi. Umri wake ni umri wa miaka 46 na ana watoto 7. Ni kwamba bado serikali ina uwezo mkubwa na ina mkono mrefu. Tunawaomba kwamba wasichoke, waendelee kusaidia kumtafuta ili tuweze kujua kwamba ndugu yetu yuko wapi na ni nini kimempata mpaka sasa. Ndio ombi letu kwa serikali. Daniel Chonchori ni mkazi wa wilaya Nyamagana, kata ya Nyakato, mtaa wa Temeke. Alitoweka nyumbani kwake majira ya alfajiri kwa madai ya kwenda kufanya mazoezi na mpaka leo hii hajapatikana. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.